lazima tuondoe hichi tulichokiandika ili tuweze kuandika kitu kingine. Sawa? Tunasema sehemu ya kwanza. Hatua inayofuata tunasema ni sehemu kwanza. Sehemu ya kwanza. Sehemu yetu ya kwanza inakuja kutueleza nini? Sehemu yetu ya kwanza inakuja kutueleza nini? Hapa kuna mukadima kidogo, kuna utangulizi kidogo tunapaswa tufahamu. Baada ya kuwa tumefahamu yale mambo 16. Sehemu yetu ya kwanza inasema tambua ya kwamba watu wengi miongoni mwa wanadamu wa jamii mbalimbali na mataifa mbalimbali tangu zamani wamekuwa wakijitahidi sana kutafuta na kujua elimu hii ya ramli ya maumbo ya ghaibu. Yaani kwa maana kwamba elimu ya kujua mambo ya ghaibu. Lakini wamehitilafiana sana katika njia nyingi tofauti za kuifikia elimu hiyo kwa mitazamo mingi na njia nyingi sana na zisizofanana kabisa, ambazo ziko nje ya sayansi ya unajimu, yaani sayansi ya nyota au elimu ya nyota. Njia hizo hazina misingi unaoeleweka wazi, wala mwandishi anayejulikana. Hairuhusiwi kuamini kuwa zina ukweli isipokuwa kama zimetoka kwa nabii wa kweli au imamu mwenye hekima na anayesema kweli. Jua kwamba sayansi hii ya ramli ina misingi yake. Inaitwa taskini asukuni, yaani kuweka shikeli katika nyumba au nafasi zake maalum. Ili kujua sura. Sawa? Ili kujua sura. Hapa tuweke nukta kidogo. Kwa hiyo nikiwarudisheni kwenye kichwa chetu cha habari kinasema sehemu ya kwanza. Sehemu ya kwanza inatueleza kwamba toka zamani kuna watu wengi sana, jamii nyingi sana katika wanadamu kimataifa na katika jamii mbalimbali wamekuwa wakifanya jitihada kubwa ya kuifahamu hii elimu ili iwawezeshe kufahamu mambo ya ghaibu, lakini wamekuwa wakihitilafiana sana katika kuifikia elimu hii kwa njia nyingi na kwa njia tofauti. Lakini mwandishi anasema njia hizo na hitilafu hizo zingine zimekuwa zikienda mbali zaidi, zikienda nje ya msingi wa elimu hii. Msingi wa elimu hii ni nini? Msingi wa elimu hii ni msingi wa sayansi ya unajimu. Msingi wa elimu ya ashkali ramli, msingi wa maumbo ya ramli, msingi wake ni sayansi